Na mtazamaji wa Ipinda TV Online, bado tunaendelea kuhakikisha tunakupatia habari ambazo unastahili kuzipata kutoka hapa Ipinda TV Online, na leo tumepata nafasi ya kufanya mazungumzo ya kina sana na moja kati ya viongozi ambao walikuwa kwenye sekeseke, wale viongozi wa Chadema wilayani Kyela ambao walikuwa kwenye sekeseke la kuondolewa katika nafasi zao za uongozi, ambao walitangazwa rasmi siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 3 ya mwaka huu 2025 na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Victoria Swebe. Kwa hivyo katika kutafuta ukweli Ipinda TV Online tumebahatika leo kumpata katibu wa Chadema wilaya ya Kyela ambaye alichaguliwa kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika uchaguzi uliofanyika siku ya tarehe 6 ya mwezi wa kwanza mwaka 2024, akiwa ni miongoni mwa viongozi ambao mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wilayani Kyela alitangaza kuondoa kwenye nafasi zao. Tupende nafasi ya kumsikiliza anazungumza kuhusu nini, lakini pia anapokeaje maamuzi hayo. Lakini pia taarifa za ndani sana zinasema pamoja na taarifa hiyo bado amepokea barua kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo ngazi ya mkoa ikimtaka yeye kuwa miongoni mwa waandaaji wa ugeni mkubwa. Yeye atatufafanulia amepokea kama nani ikiwa amesimamishwa. Karibu sana. Naitwa Job Bonfas Mwakabanje. Mimi ndiye katibu wa Chadema wilaya ya Kyela. Sasa jambo ambalo lipo kulingana na matamko yale, hata kabla ya matamko yale matamko yaliyotolewa na mheshimiwa mwenyekiti ni matamko na yote anayafanya kwa ajili ya kujilinda yeye, kulingana na kwamba ni mtu ambaye amevunja katiba kwa muda mrefu sana. Hivyo mimi kama katibu pamoja na wachache ambao wanataka haki kwenye chama hiki tuliandika barua kwenye ngazi husika ambayo ndiko tunakuwajibika kama wilaya kupeleka taarifa zetu ili kutengeneza chama chetu Kyela. Kwa wote waliotamkiwa, sisi tuliotamkiwa kuandika na kusitishiwa kuondolewa uongozi, ndio tuliokuwa tumeandika barua yetu kanda ya kulalamika tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2024. Mwenyekiti wa mkoa alitamka kumsimamisha uongozi mheshimiwa katibu mwenezi wa wilaya wa Chadema wa Kyela, mheshimiwa Donald Mwisango, kitu ambacho hakikuenda kwa utaratibu wa kikatiba. Sizungumzii kwamba ana makosa au hana makosa, ni kwamba katika kila ambacho kilikuwepo yeye alitumia ushawishi kwa simu. Kama Mwisango angekuwa mheshimiwa katibu mwenezi angekuwa na tatizo la kichama, basi chama hiki kingefuata ngazi taratibu za kichama kuchukua hatua, kumchukulia hatua mheshimiwa Mwisango. Lakini Mwisango kwenye kikao kile hakuwepo, kwa maana yake hakuhojiwa. Sawa? Hakuna siku amekaa naye kuhojiwa. Tukaenda siku kwenye mkutano, wao wakabaki kujadili swala la Mwisango ambaye hayupo na hawajaonana naye. Wakatoka na maamuzi ya kusema mwenezi wa Kyela Donald Mwisango amesimamishwa uongozi mpaka pale hatua za kikatiba zitakazofuatiwa. Wanamsimamisha kwanza kabla, yani kumsimamisha bila katiba, ila hatua zitafuata za kikatiba baada ya kumsimamisha nani? Yani wanamsimamisha bila kufuata taratibu za kikatiba. Yes. Halafu baada ndio wasubiri taratibu za kikatiba zifuate. Nikahoji kwa nilivyosikia, nikaona kwamba wamejiridhishaje mpaka wakakubali simu ya mtu mmoja. Si ndio? Ikawashawishi kuja kuanzisha kikao bila nyaraka yoyote. Na mimi kama katibu sijaulizwa wala utaratibu haujafuata. Na pengine turudi nyuma kidogo. Wakati wanahojiwa, nani aliyewahoji? Wakati wanahojiwa, wakati katibu mwenezi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo hayupo, nani alihojiwa? Alitoa kama hoja kwenye kikao kile, na baadhi ya wajumbe tulisema hiki kikao hakiwezi kujadili swala hili kwa sababu tunayemjadili hayupo na katiba yetu hairuhusu kumjadili mtu ambaye hayupo. Lakini bado akatoka na maamuzi yake.
si ndio? Wa Chadema ambaye alichaguliwa kuonekana hakukidhi mahitaji ya kikatiba kwa maana ya asilimia zilizosababisha yeye kuwa pale. Hili swala lilikuwa lina ukweli kiasi gani? Hilo swali ukweli 100% wala sio ukweli kiasi gani? Ni kwamba katika wapiga kura waliopiga kura walikuwa wagombea karibu 4 hivi. Wagombea 4 katika mgawanyo wa asilimia hakukidhi. Kikatiba yetu ilibidi uchaguzi urudiwe kwa watu wawili wanaofuatana. Kupokea, mimi unazungumzia kupokea barua ya taarifa na mimi kulitaka nifanye utekelezaji ya mapokezi. Kwanza tufahamu imetoka wapi? Imetoka mkoa. Kwa katibu wa mkoa. Kwa katibu wa mkoa. Mwenyekiti wake hafahamu kama haijalishi, yani ni muhimu mwenyekiti anakuwa anafahamu, lakini katibu kwenye utekelezaji wake ni lazima aniguse mimi kama katibu, kwa sababu mimi ndio mtendaji wa shughuli za chama za kila siku, na matamko ya mwenyekiti huyu hayawezi kuniondoa mimi kwenye uongozi kikatiba, kwa sababu utaratibu wa kuniondoa mimi lazima uidhinishwe wapi? Ofisi ya kanda. Hii barua kwa mkatibu wa mkoa bado ananitambua mimi kama katibu wa chama wilaya ya Kyela kulingana na katiba yetu ilivyo. Ndugu waandishi wa habari, na furahi kupata fursa hii ya kuzungumza nanyi na pia kutoa tangazo ambalo ni muhimu sana kwa chama chetu wilaya ya Kyela, kwa wanachama na kwa wasio wanachama, kuwakaribisha kwenye mkutano mkuu wa chama chetu utakaofanyika tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025 pale kanisa la Moravian Bondeni, kwa ajili ya kumpokea makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche, ambaye tangu alipochaguliwa tumependelewa kupata ziara ya viongozi wa kitaifa kufika kwenye mkoa wetu, nasi tutampokea siku hiyo tarehe 24 pale kanisa la Moravian Bondeni. Hivyo nichukue fursa hii kuwakaribisha wote viongozi wa mkutano mkuu kutoka kwenye kata, lakini wanachama wote wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, wadau wote pamoja na wanachama wote mnakaribishwa kufika kwenye eneo la mkutano asubuhi na mapema saa 2.